السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد, ndugu zangu watazamaji wetu wa Msimbo Online TV, darasa la leo tunakwenda kuzungumzia watu wa aina saba hawa hawatapatwa na adhabu ya kabri. Insha Allah tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuwe miongoni katika watu wale ambao hawatapatwa na adhabu hii ya kabri. Insha Allah ndugu yangu, lisikilize darasa hili kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili upate faida kubwa kutokana na darasa zetu hizi, na leo upate kuwaidhika kutokana na haya ambayo kwamba tunakwenda kuzungumza kwa siku hii ya leo biidhnillahi Ta'ala, kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kwanza kabisa nipende kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aijalie amani nchi yetu ya Tanzania, amjalie afya njema rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yeye pamoja na wasaidizi wake kwa ujumla, ili waweze kutuongoza kwa amani na salama. Kadhalika Mwenyezi Mungu awape afya njema wagonjwa wote waliomo hospitalini na wale waliomo majumbani, insha Allah rabbil alamin. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, tuingie katika maudhui ya leo. Tunakwenda kuangalia watu wa aina saba ambao hawatapatwa na adhabu ya kabri. Na niombe ndugu zangu, kwa wale ambao wanaipenda kujiunga katika grupu zetu zile za WhatsApp zile. Kuna grupu mbili, kuna grupu ya kwanza na grupu namba 2. Grupu ya kwanza ina namba yake na grupu ya pili ina namba yake. Kwa hiyo yule atakayependa grupu ya kwanza inshallah ataipenda grupu ya pili inshallah. Twende sasa katika maudhui ya leo. Mtu wa kwanza kabisa ambaye huyu hatopatwa na adhabu ya kabri, almar'at allati matat fi nifasiha. Mtu wa kwanza kabisa ni mwanamke ambaye aliyekufa au kifo chake kimetokana na kutokwa damu nyingi ya nifasi, ama mwanamke ambaye amekufa kutokana na uzazi. Huyu ni miongoni katika watu ambao hatupatwa na adhabu ya kabri, kwa sababu huyu anakuwa amekufa shahidi. Kwa hiyo huyu ni mtu wa kwanza ambaye huyu hatupatwa na adhabu ya kabri biidhnillahi Ta'ala, kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu wa pili katika watu saba ambao hawa hawatupatwa na adhabu ya kabri, almaitu bimaradhi ta'un. Ni mtu ambaye amekufa kwa maradhi ya ta'un. Amekufa kwa maradhi ya ta'un au tauni kwa lugha nyingine. Ni ugonjwa ambao ulitokea wakati wa nyuma kabisa huko. Hata wako baadhi ya masahaba walikufa na ugonjwa kama huu. Mmoja wapo ni sahaba anaitwa Abu Ubaida ibn Jarrah, yeye alikufa kwa maradhi haya ya ta'un. Maradhi ya ta'un kwa dunia leo, ili nimfahamishe mtu aweze kuelewa haraka haraka, yanafanana sana na maradhi yale ya corona yaloingia, ambayo kwamba yameangamiza na kuua watu wengi sana, ambayo yanakwenda mfano anaingia katika hii ta'un. Kwa hiyo hata yule ambaye kaondoka kwa ile tulikuwa kwamba tunaiogopa sana kipindi kile, mpaka watu wengine walikuwa na hama miji yao na nini, inafanana sana na hii ta'un. Kwa hiyo hata wale waliokufa kwa maradhi yale, basi wanaingia katika grupu hili la pili la waliokufa katika maradhi ya ta'un. Kwa hiyo huyo ni mtu wa pili ambaye hatopatwa na adhabu ya kabri. Na hapa ni waombe ndugu zangu katika imani, wale ambao wanaopenda kujiunga katika dua tarehe 25. Tuna dua kubwa tarehe 25, dua ambayo tunakwenda kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu tunafunga mwaka mwezi 25 ambayo itakuwa ni siku ya Ijumaa, sio tarehe, mwezi 25 ndio tunakwenda kuifanya dua hii kubwa ya kufunga mwaka. Kwa maana tuko ndani ya mwezi wa 12 wa Kiislamu, tunakwenda kumaliza mwezi huu. Ikifika Muharram inakuwa ni mwezi wa kwanza. Dua hii ni dua familia na inahitaji watu 50 tu. Ukitaka kujiunga, basi utapiga simu kwa namba zetu hizi za 0788 905151 ama 0793 052 052. Tumeishia mtu wa pili ambaye ni mtu aliyekufa kwa maradhi ya ta'un. Mtu wa tatu shahidi. Huwa man mata fi sabilillah, ni yule ambaye amekufa katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ameenda kwenye jihadi akafa, au difa'an an irdhihi wa amali, au mtu ambaye alikuwa anajikinga au anapambana kwa ajili ya kutunza heshima yake na mali yake na hatimaye akauawa.
basi huyu anakuwa miongoni mwa watu ambao walikufa shahidi, na huyu hatopatwa na adhabu ya kabri. Kwa hiyo mtu wa tatu ambaye huyu hatopatwa na adhabu ya kabri ni aliyekufa shahidi. Mtu wa nne ambaye hatopatwa na adhabu ya kabri, nafikiri hapo mmenielewa katika hawa watatu, kwa sababu naeleza huko nafafanua ili uweze kunielewa zaidi, kwa sababu kuna mtu mwingine anakuwa mgumu kuelewa katika maelekezo. Kama anakuwa mgumu kuelewa katika maelekezo, basi ndio nafafanua zaidi ili upate maelekezo zaidi. Kwa hiyo mtu wa tatu ambaye huyu naye atakufa, atakulizwa kaburini ni as-sabru al-muhtasibu ala al-ibtilaati, ni mtu ambaye amefanya subra pindi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipompa mitihani, aidha maradhi, mitihani mbalimbali. Mtu huyu akana subra, akasubiri kwa majanga na shida aliyomkuta mpaka hatimaye akafariki dunia, basi huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatompa adhabu ya kabri, na huyo ni mtu wa nne katika watu saba ambao leo tunakwenda kuwazungumza kwa siku hii ya leo. Mtu wa tano, man mata yaumul jumaa au lailataha, mtu aliyekufa siku ya Ijumaa au alikufa usiku wa Ijumaa. Aliyekufa siku ya Ijumaa au amekufa usiku wa Ijumaa, ina maana akafa Ijumaa yenyewe ama amekufa Alhamisi, yani Alhamisi kuanzia magharibi, baada magharibi ikipinduka unakuwa ni usiku wa Ijumaa. Kwa hiyo aliyekufa usiku wa Ijumaa, huyu ni mtu wa tano ambaye huyu naye hatopatwa na adhabu ya kabri, huyo ni mtu wa tano. Mtu wa sita, al-atfalu sighar, mtoto aliyekufa akiwa mdogo, na bado hajabalighe, huyu naye hatopatwa na adhabu ya kabri na wala hataulizwa maswali kaburini. Huyu ni mtu wangapi? Huyu ni mtu wa sita katika wale watu saba ambao leo tunakwenda kuwazungumza. Na huyu mtoto mdogo aliyekufa ambaye bado hajabalighe, siku ya Kiyama huyu atakwenda kuombea wazazi wake shifa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na huyu anakuwa ni mtu wa sita katika wale watu saba ambao leo tunakwenda kuwazungumza, ambao hawa hawatopatwa na adhabu ya kabri. Na mtu wa saba wa mwisho, man qaraa suratul mulk kulla laila, ni mtu ambaye mwenye kuisoma suratul mulk kila siku akawa kabla hajalala anasoma suratul mulk. Suratul mulk kiisoma hii itakwenda kukuombea wewe, tena inakuombea wewe mpaka usamehewe. Suratul mulk hii inamkinga mtu na adhabu ya kabri kwa mtu mwenye kudumu na kuisoma sana suratul mulk. Kwa maana hiyo jitahidi sana ndugu katika imani, isome sana sura hii ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akukinge wewe na adhabu ya kabri biidhnillahi ta'ala. Kwa hiyo hawa ni watu saba ambao hawa hawataonja adhabu ya kabri siku ambao watakufa kuingia katika makaburi yao, basi wao hawatakutana na adhabu ya kabri katika watu hawa saba ambao tumeeleza hapa. Wako wengine, lakini mimi nimechagua nikuelezee hawa saba kwa mambo haya saba, basi hawa hawatapatwa na adhabu ya kabri. Basi inshallah kama na wewe utakuwa miongoni katika hawa, basi na wewe hautapatwa na adhabu ya kabri. Hii ya Ijumaa hii, hata wajawema wengi sana walikuwa naomba kama watakufa basi wafe katika siku ya Ijumaa ama usiku wa Ijumaa. Una kheri sana, na mtu mwenye kufa hivyo basi hatapatwa na adhabu ya kabri. Inshallah kwa leo tuishie hapa, tukutane katika kipindi kijacho katika darasa lijalo. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.